Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema ole wenu mnaocheza michezo ya paka na panya na mikataba ya kibiashara. Rais huyo wa Marekani ameonya nchi dhidi ya kujiondoa katika mikataba ya kibiashara iliyojadiliwa hivi karibuni na Marekani baada ya mahakama ya juu zaidi nchini humo kutoa uamuzi kuwa ushuru wake wa dharura sio halali, akisema kwamba ikiwa watafanya hivyo atawatoza ushuru mkubwa zaidi chini ya sheria tofauti za kibiashara. Trump katika mfululizo wa machapisho ya mitandao ya kijamii amesema anaweza kutoza ada za leseni kwa washirika wa kibiashara huku kutokuwa na uhakika kuhusu hatua zake zijazo za ushuru kukiathiri uchumi wa dunia. Nchi yoyote inayotaka kucheza mchezo wa paka na panya na uamuzi wa kipuuzi wa mahakama za juu zaidi, hasa zile ambazo zimeibia Marekani kwa miaka mingi na hata miongo kadhaa, zitakabiliwa na ushuru wa juu zaidi, mbaya zaidi kuliko ule ambao wameukubali hivi karibuni. Wanunuzi na wapa tahadhari, Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social. Trump alisema kwamba licha ya uamuzi wa mahakama kubatilisha ushuru wake chini ya sheria ya dharura ya kiuchumi kimataifa, uamuzi wake umethibitisha uwepo wake wa kutumia ushuru chini ya mamlaka zingine za kisheria kwa njia yenye nguvu zaidi na ya kuchukiza kwa uhakika wa kisheria kuliko ushuru kama ulivyotumika awali. Alipendekeza kwamba Marekani inaweza kutoza ada mpya za leseni kwa washirika wa kibiashara, lakini hakutoa maelezo yoyote. Msemaji wa ofisi ya mwakilishi wa biashara wa Marekani hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni zaidi kuhusu mipango ya Trump. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani anasema sera ya ushuru wa Donald Trump haijabadilika. Mwakilishi wa biashara wa Marekani alisisitiza licha mahakama ya juu zaidi kutoa uamuzi mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita na kusema kuwa hatua za kisheria zilizotumiwa na Trump kuweka ushuru wa juu kimataifa sio halali. Chombo cha kisheria cha kutekeleza hilo linaloweza kubadilika, lakini sera haijabadilika, alisema mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamieson Greer katika mahojiano na ABC News mnamo siku ya Jumapili. Ushuru ni kodi kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Kodi hiyo hulipwa kwa serikali na makampuni yanayoleta bidhaa za kigeni. Mahakama ya juu zaidi iliamua kwamba Trump alipitiliza mamlaka yake kwa kutumia moja ya vipengele maalum kutekeleza mpango wa kimataifa wa ushuru mnamo mwezi Aprili mwaka uliopita, jambo ambalo lilikuwa likiathiri uchumi wa ulimwengu. Uamuzi huo ulitumika tu kwa Trump kuidhinisha sheria ya dharura ya kiuchumi ya kimataifa ya mwaka 1977 IEEPA, ambayo ilichangia sehemu kubwa ya ushuru aliouweka wakati wa muhula wake wa pili katika ikulu ya White House. Wakati huo shirika la forodha na ulinzi wa mipaka la nchini Marekani limesema litasimamisha ukusanyaji wa ushuru unaotozwa chini ya sheria ya dharura ya kiuchumi mnamo siku ya leo ya Jumanne, zaidi ya siku tatu baada ya uamuzi uliotolewa na mahakama ya juu zaidi ya Marekani. Shirika hilo lilisema katika ujumbe kwa wasafirishaji katika huduma yake ya ujumbe kwa mifumo ya mizigo CSMS kwamba itaondoa misimbo yote ya ushuru inayohusiana na maagizo ya awali ya rais wa Marekani Donald Trump yanayohusiana na IEEPA kuanzia siku ya leo ya Jumanne. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu hapa The World News.